Litakuwa ni pambano la round 10 uzito wa featherweight na Crown Mtwaro akiwa upande wa kulia. Naomba mabondia wote wawili waweze kuja katikati na kumsikiliza referee Abdallah Neneko. Pambano la round 10. Sikilizeni kauli yangu. Nahitaji mchezo mzuri. Nahitaji nidhamu katika mchezo huu. Sitomwokoa mtu. Tony Rashid huyo mwenye bukta yake nyekundu dhidi ya Juma Choki. Here we go, here we go, here we go. Twende sasa. Kazi inaanza. Kazi inaanza. Juma Choki. Bukta yake ambayo ina rangi hivi nyingi, siwezi kutajia zote. Yeye ina rangi nyingi. Haya. Tony Rashid ambaye kwa muda mrefu hawajamuona wa Tanzania akipanda kwenye ring hii, kwa amejichimbia huko Afrika Kusini. Wengi wategemea kuona mabadiliko makubwa kutoka kwa Tony Rashid, style ya uchezaji wake. Na hii ni raundi ya kwanza. Wataalamu wote watuambia angalia speed hiyo ambayo ameionyesha. Kuna kitu cha ziada ambacho kinaweza kawa kinaanza kuonekana mapema tu. Hapa tutaona fight kweli. Yes. Wote wawili mabondia wazuri kwa nyakati zao. Kwa mfano Choki ni mzuri zaidi akiwa anacheza nje. Tumezoea kumuona Choki mzuri zaidi akiwa anacheza outbox, lakini Tony ni mzuri zaidi akiwa anafuata. Ila kuna mabadiliko ambayo Tony alituonyesha kwenye fight yake ya mwisho dhidi ya Oscar Richard. Uwezo wa kutengeneza angles, lakini movement zake, na ndio kitu ambacho nakiona hapa. Yeah, of course. Na actually ni vita ya southpaw jabs. Ukiangalia of course moja kati ya best punch pia za Choki. Jab ni moja kati ya punch yake bora pia kwenye fight. Yes. Same pia kwa Tony. Ingawa Tony hana jab nzuri sana kiasi, lakini pia jab ambayo sio mbaya. Kwa hiyo ni vita pia ya jab, na mpaka muda huu kwenye raundi ya kwanza unaona namna ambavyo kila mmoja ametanguliza jab yake, southpaw jab yake, kujaribu kuchukua taarifa na kutengeneza mazingira kwa punches nyingine. Wameinvest muda, akili kwenye pambano hili kwa kipindi chote. Pambano lenye maana kubwa sana kwa mabondia hawa wawili ambao ni mabondia tulionao, mabondia bora. Juma Choki alisha kwenye raundi ya 16 ile kwenye michuano iliyofanyika pale Riyadh, Saudi Arabia. Mabadiliko yapo kwenye hii raundi ya kwanza, mabadiliko makubwa sana kwa Tony. Tony ile speed aliyokuwa nayo, lakini vile vile ile tunasema hana hofu yoyote. Yeye anaweza kawa anaanza, na hata Choki anapo react bado anaendelea kuwa active. Angalia speed ya mikono aliyokuwa nayo safari hii pia. Yes, speed ya kuingia na kutoka. Tony anapiga, anatoka, reaction, jab, bado. Hawa ni mabondia wawili bora sana. Yes. Raundi ya kwanza imeisha. Alikuwa mbele ya Choki kwenye kubalance baadhi ya punches. Na kwangu imenipa taarifa juu ya mabadiliko ya Tony kiuchezaji. Acha tuangalie, na inawezekana kabisa Tony Rashid alikuwa na faida, sababu Juma Choki alipanda mara kadhaa ulingoni na akaona kile ambacho anakifanya, yale maficho ambayo alikuwa nayo Tony Rashid. Angalia jabu hiyo namna ambavyo inaenda, na ukiangalia Tony anajitahidi kuhakikisha ana maintain jab. Akipiga jab apigi jab moja, piga mbili, au of course double jabs ama triple jabs sometimes, akiwa na push mazingira kutaka kuingia ndani. So lazima pia Choki aanze kutafuta mazingira ya kuichukua hiyo jab ya Tony Rashid ili kuweza pia kuanza kuchukua fight. Kila mmoja akiendelea na jab. Vile vile kwa Juma Choki naye akiangalia namna gani hasa ya kuweza kuikaunta hiyo jab ya Tony Rashid ambayo amekuja nayo ikiwa ni ina ukakamavu ndani yake. Ikikugusa inaonyesha kabisa inaacha madhara, sio ile jabu ambayo inaweza kuwa inatengeneza setup tu peke yake. Angalia namna ambavyo amekuwa na umakini pia
wa kuona zile punch za Juma Choki. Brother Aidan, umezungumza Choki ana jabu nzuri lakini imemezwa, yani kwenye hii raundi ya pili jabu ya Choki imemezwa na Tony ndo anaonekana kwamba ana score, anatoa jabu zaidi ya Choki. Kwenye tuone wawili hawa kile ambacho anakifanya na box zaidi. Nice job. Hiyo ndio ambayo alikuwa anazungumzia Aidan Mlemera kwamba huwa ana jab nzuri sana na ameitoa hapo Juma Choki, lakini haijamiumbisha Tony Rashid. Hii ni main event, main card ya boxing derby. Crown mtu wa roho anasubiriwa. Nice speed court wawili. Tony Rashid pia amekubali kuweka gadi juu. Juma Choki kama kawaida akianzia chini akipanda juu. Nice combination. Kama hivyo Tony Rashid anaingia kwenye, ameweka gadi lakini anarudisha pia na yeye. Bado Juma Choki ni kama amemchanganya Tony Rashid vile ambavyo aliingia akampokea hivyo hivyo mazima. Haya, ana react namna gani? Bado round ya pili imekamilika. Alikuwa anaanza vyema downstairs. Nimeona uppercuts nyingi sana za chini kwenye tumbo, lakini pia namna ambavyo alikuwa anapanda juu upstairs, double triple jabs nyingi zilifanikiwa kwenye kichwa cha Tony Rashid. So imekuwa ni round bora kwa Choki compare na round ya kwanza. Nice straight punch. Second out of the ring. Round ya tatu karibu sana hapa East Africa Commercial Logistics Center. Ulingo uko tayari, mabundia wako tayari, sisi wenyewe tuko tayari. Mashabiki tele waliojaa hapa wapo tayari kumshuhudia Juma Choki pamoja na Tony Rashid. Mambo yameenda, kasi inaanza kama hivyo, kama Juma Choki right hand yake amekuwa kitumia, lakini ameingia pia Tony Rashid. Naona Tony anaanza kuipush ama kuiforce hiyo inside fight ambayo of course yeye ndiye anakuwa bora sana kwenye huo mchezo. Yes. Kitu ambacho Choki anapaswa kuenda kukataa, kumforce Tony Rashid aendelee kuwa kwenye kwa nje ya impact ya jabu yake. Zama namna ambavyo Juma Choki ampeleka mfululizo akianzia chini kwenda juu. Juma Choki akijiita king of the ring. Angalia namna ambavyo, lakini ile gadi ambayo ameishusha chini Tony Rashid naye anarudisha. Tony Rashid akimpelekea pia Juma Choki akiwa kwa chini, anaibuka kwa juu, lakini bado Juma Choki akiweka gadi yake. Nice combination. Bado moto unawaka, piga na kupige, kila mmoja na moyo lake. What a fight. Juma, usinaribia kazi Moto umewaka. Yes. Kumradhi pia kwa lugha. Haya, bado ni raundi ya tatu ambayo ya kutafutana. Mara baada ya Choki kuwa na round bora ya pili iliyopita, nafikiri kona ya Tony wamwambia I force your inside fight. Yes. Na kwenye inside fight Tony is better than Choki. So nadhani Choki aanze kukataa pia mazingira ya kukubali kupelekwa kwenye kamba kwenye kona na kuforce exchange the punches. Yes. Jab ya Tony imekuwa inafika sana pia kwa Choki. Kwa lugha nyepesi aachie miguu na aweze kufanya movement, lakini akisimama fight itakuwa ngumu. Itampa faida of course Juma Choki. Tony Rashid. Yes. Aiache jab yake iende mbele, acheze nyuma ya jab, aanze kutembea na kuanza kumoutbox kama ambavyo alifanya round iliyopita. Yes. Hii namna ambavyo mambo yanaenda, kila mmoja akionyesha utayari. Tony akipeleka moto. Stop! Dani Neko. Rudi kule. Time out. Dani Neko. Naomba watu wawili hapo kwenye kona. Dani Neko anawaambia Usiku wa event Choki dhidi ya Tony Rashid, match up ya Southpaw.
wote wawili ambao mpaka muda huu wanatupatia fight nzuri kwenye fight ya mwisho ya usiku wa leo. Mahesabu yamekuwa mengi. Angalia kila mmoja kitafuta tumbo la mwenzie. Box. Juma ni kama anza kupanic, ambapo sasa hiyo itakuwa ni mbaya kwa upande wake. Ukipanic matumizi yake yanakuwa madogo pia. Yes. Angalia namna ambavyo kutoka chini kwenda juu. Stop. Inabidi atulie kwa sababu tayari yuko vitani. Angalia namna ambavyo alipeleka combinations za kutosha, lakini vile vile Tony Rashid naye akarudi. Angalia kuanzia chini akakubali pia hapa kati, akaipeleka kaenda juu the right hand. Pia Tony Rashid naye akalipa vile vile kwa kupeleka punches mfululizo. Hii ni moja kati ya fight bora sana mpaka hivi sasa. Tazama namna ambavyo alikuwa akimtafuta ile sura ya Juma Choki. Hiyo hapo jabu imekuwa ni nzuri sana kwa Tony Rashid. Kuna kitu nayo sana. Box. Round ya 4 pambano la round 10. Round ya 4. Nice combination. Endelea. Ni round ya 4. Endelea. Juma Choki. Tony Rashid pia anajaribu kuingia, lakini zile counter punch kama Choki anakuwa anazitazama, lakini bado Tony Rashid akiendelea kumtafuta kwa karibu zaidi Juma kama hivyo. Nzuri hiyo ambayo imeenda moja kwa moja. Nice counter. Ilikuwa ni counter right ambayo nzuri alipiga Tony Rashid, yes. Na kumkamata Choki. Afuza ilikuwa na nguvu, lakini ilikuwa ni namna nzuri ya kucounter. So kama akiongeza power kwenye counter kama hizo zaweza kumpa shida sana Juma Choki huko mbeleni. Na kitu kingine ambacho leo Tony amekiongeza ni hizo counter punch. Amekuwa akicount sana, yani Choki akipiga naye ana count. Kwanza round ya 4. Crown mtu wa roho anatafutwa hapo. Nani kuondoka na crown mtu wa roho? Tony Rashid alijaribu kutengeneza au kuunganisha punch, lakini Juma alitoka moja kwa moja. Nice kwa upande wake Juma Choki kuendelea kuwashawishi judges, lakini bado moto ndio kwanza unachochewa. Nice uppercut. Huu ni moto juu ya moto, wote wanajua. Na ndio maana mara zote nilikuwa sema ni 50-50 kwangu. Angalia namna ambavyo Juma ameenda kupeleka. Nice punch. Vile vile Tony Rashid anarudisha hapo hapo bila kuchelewa kama hivyo. Hapa ni mabadilishano ya mikono, mabadilishano ya vitasa. Angalia namna ambavyo Tony Rashid itafuta hapo kati, lakini bado labda anaenda kusema stop. Box. Na nilikuwa nasikia kuna Choki anampia hatushindane, tusishindane. Anamkumbusha. Angalia namna ambapo Tony Rashid ambaye kwenye kona Juma Choki na anamlazimisha kuwa hapo, na anajaribu kuendelea. Left hand inaenda vizuri sana, akimtafuta Juma Choki anatafuta kutoka, na amekaa, amefanikiwa kutoka. Sijajua kwa nini, lakini miguu ya Choki leo imekuwa yani haifanyi movement sana, yani kama yule Choki ambaye tumemzoea. Yani kuna muda anaruhusu fight inakuwa close, na ndipo wakati ambao Tony ndio muda ambao wewe unakuwa muda sahihi kwake. Angalia, ukiacha tu nafasi kidogo unashambuliwa vilivyo. Hakuna kuachiana gap, hakuna kuachiana nafasi. Mbinu mpaka sasa Aidan. Yes, nafikiri bado imeendelea kuwa ni fight ambayo ipo close, lakini naona kwenye ule muda ambao Choki anakuwa na ruhusu exchange za punches, ndio muda ambao Tony anafanikiwa sana kwenye exchanges. So na nimekuwa nikisikia pia kona yake imekuwa ikimkumbusha mara nyingi sana tusishindane, lakini mara nyingi amekuwa akiruhusu haya mabadilishano ya punches ambayo amekuwa akimnufaisha. Round ya 5. Round ya 5 pambano la round 10. Round ya 5, wawili hawa wanaendelea kuonyeshana makali.
Tony Rashid ameibuka yake nyekundu. Huyo mwingine sasa ni Juma Choki. Bado ile speed na kasi mabondia wote wawili wanayo. Huoni hata mmoja akiwa na dalili pengine za kukata pumzi. Mazoezi wameyafanya. Hii ni boxing derby. Angalia namna ambavyo Tony pia alijiexpose kutana nazo. Tony Rashid pia akiipeleka counter punches ambazo Tony anajaribu kumcounter Juma Choki, zinakuwa ni za hatari sana. Kutumia left hand yake Tony Rashid. Nice body shot. Nice body punch. Kile vile namna ambavyo alitengeneza engo yake kugeuka haraka haraka, Tony Rashid alifanya kitu kizuri. Jab, jab. Choki hatuioni ile jab. Right and the left hand zimetoka na zimekaa. Juma Choki nyingine tena ameipeleka. Lakini bado ipo sawa sawa. Shindo connect kwa sababu ya Tony Rashid alikimbia au alitoka kwenye eneo ambalo lilikuwa la hatari na kwenda kukaa kwenye eneo ambalo ni safe zaidi na kuanza upya. Akiingia ndani kama hivyo. Zama. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya pia kupitia UFM Radio. Tony Rashid pamoja na Juma Choki. Kinawaka kweli kweli hapa East Africa Commercial Logistics Center, Ubungo, Dar es Salaam. Jabs naanza tena. Jab jab. Juma Choki naye kalipa. Right hand pia ya Juma Choki ipo haraka sana. Kimeka jab lakini akiwa anaweza connect na hook. Kitazama. Jab nzuri. Itafuta pia jab hapo. Itafuta pia jab bila shaka Tony Rashid hiyo hapo. Hiyo hapo tena. Combination ambazo zilikuwa zimeenda lakini nice jab. Hii ni moja kati ya pambano ambalo ni mara chache sana unaweza kushuhudia pambano la namna hii, ikiwa na burudani ya kutosha. Wawili hao wanatupa burudani kweli kweli. Angalia, tazama, bila kuchoka. Raundi inaisha, kila mmoja anamhitaji mwenzie. Round ya 6, pambano la round 10. Hii ni chuma zaidi ya chuma. Box! Au chuma juu ya chuma. Vitasa vinalia kweli kweli. Jabu ambayo ameanza nayo. Jabu pia ameipeleka Tony Rashid kwa ni counter jabu ile. Tony Rashid footwork zimekaa hapo kwa kila mmoja. Yes. Angalia, anagoma kukaa kwenye kona. Juma Choki akiondoka jaribu kutoka chini kupanda juu, lakini Tony Rashid anakataa hiyo. Hataki michezo namna hiyo, anarudisha mapigo. Stop! 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 Box! Yes, pace ya fight ama kasi ya fight bado imeendelea kuwa juu, lakini bado majawabu yameendelea kuwa magumu kwa kila mmoja kutafuta kutegua mitego ya mwenzake ambao anaifanya kwenye hii fight mpaka muda huu. Moja kati ya mambo ambayo of course yameendelea kunivutia so far of course ni kwenye namna ambavyo wote wawili kwenye in and out wamekuwa wazuri sana kwenye back, yani kucheza na ile mguu wa nyuma back foot, wamekuwa wazuri sana, kitu ambacho kimepelekea kushuhudia pia idadi ya punches ambazo ile mitego kwenye counter punching nyingi zina miss, kwa sababu kila mmoja amekuwa faster kwenye kutoka kwenye retreat na kuavoid mazingira ya kukamata kwenye counter punching. Kwangu mimi ni mabadiliko ya kila round, kwa maana raundi hii bondia akikosea akija anakuja na game plan nyingine. Kwa hiyo unaona kabisa mbinu za makocha wanakaa wanaangalia fight na wanajaribu kubadilisha au kumbadilisha bondia wao.
Aitafuta Tony Rashid hapo wakati moja, lakini ikakosekana, haikukaa sawa sawa. Wakati hapo kwa Juma Choki anapitisha pale pale kwenye zile, aitafuta naye hapo lakini bado ametafuta tena, mikono inapenya hapo hapo kwenye gani, lakini Tony anakuja naye pia analipa, anamtafuta hapo hapo kwenye kona. Huo ndo wakati ambao Tony anakuwa bora. Nipige nikupige, mchezo ambao Tony pia anaupenda zaidi. Yes. Nafikiri Choki kama atafanikiwa ku maintain hiyo mijongeo yake, hiyo movement zake, akampa wakati mgumu kidogo Tony Rashid, ambaye taratibu anaanza kustruggle kumtafuta ama kumkimbiza Juma Choki. Yes. Stop! Panic kwa Choki. Ndio kabisa. Ushindi wa pambano hili unaenda kumweka kwenye daraja gani hasa? Ushindi wa pambano hili unaenda kuondoka na crown mtoa roho. Angalia mambo ambayo yalikuwa. Angalia Tony Rashid, kuna muda alimnasa na kumkamata pahala patamu sana kama hivyo. Juma Choki kitoa maelezo. Box! Tony Rashid fight kama inaisha mapema hivi kulingana na utamu. Yani hata muda tuangalie, angalia kila mmoja najibu mapigo. Hatujaambiwa sare ikitokea hiyo crown ndio utazimana mwezi au? Nafikiri majibu anayo Meja Semunyi. Haya. Stop! Tueni makini. Alisahau kuvaa off guard. Hivi nakuwaje mpaka kona nzima mnasahau off, yani kuanzia bondia mpaka kona nzima mnasahau pressure fight. Na hiyo of course sio mara ya kwanza. Nakumbuka wakati Tony anapigana na Bongani Rashid, aliniambia mwenyewe kuna muda ilifika kona nzima wajui round ni ngapi. Kona nzima hadi bondia mwenyewe wanaulizana round ni ngapi. So nadhani hiyo pia ni challenge kidogo. Hapo ni kupige. Kila mmoja anafanya mambo yake kwa usahihi. Angalia namna ambavyo right hand ndio ameenda. Nice. Tony Rashid ameimeza kama kijatokea kitu. Ndio wote hawa pia wana ugumu sana, wana uvumilivu wa hali ya juu. Hiyo right hand nzuri sana ambayo ameipeleka Tony Rashid na kumtikisa Juma Choki. Right, left hook ambayo kwa imefika. Angalia, kitumia muda mwingi Tony kama jab, lakini ameconnect hapo na left hand yake. Jab kwa jab. Jab to jab. Jab nyingine. Nice. Left hand nzuri sana. Jab nzuri pia. Haya. Jab nzuri. Bwana jaribu kuipeka pia, airudisha hapo. Hapo ni jab kwa jab, kila mmoja anapishana na mwenzie kuonyesha ubora wa jabu yake. Jab kwa jab kama hivyo. Stop! Raundi ya 7 pia inaelekea mwishoni. Raundi ya 7 inaelekea mwishoni. Mambo bado ni matamu kweli kweli. Hii ni hadhi ya main card. Left hand imeenda imekaa na kengele imepiga. Moja kati ya fight bora, tulisema inaweza ikawa ni fight ya mwaka wa mpaka sasa wa kile ambacho tunakiona kwa bondia hawa wawili, aina ya uchezaji wao, ubora wao ndani ya ulingo, namna wasivyoogopa, namna pambano kali na gumu kwelikweli. Ukimuuliza mtu yoyote hata kabla nani atashinda, ilikuwa ni lazima apate kigumizi kujibu, na mpaka sasa hauelewi
nani ambaye anaweza kawa amewashawishi zaidi majaji. Acha tuone round ya 8 kuelekea zile 10. Jab hizo. Na kitu ambacho Tony amekiongeza kwenye training yake ni jab. Tony anapiga sana jab kwenye hii fight. Nice body punch. Ubabe juu ya ubabe, uzito juu ya uzito. Ni weka tuweke, au weka niweke. Ukitoa mimi naweka, ukishangaa unakaa. Lakini nani ambaye atakaa au nani ambaye atashangaa mpaka sasa haionekani dalili. Kila mmoja analinda alichonacho. Jab nzuri, kwa nyingine hiyo left nzuri sana ambayo amepeleka na body punch ambayo amezinikizia Juma Choki. Oh, counter within. Nyingine pia kaongeza tena nyingine. Jab ambayo ameendelea kuitumia. Tony gadi yake ikiwa juu. Yo, left hand ambayo imemfikia Juma Choki moja kwa moja. Ni straight punch ambayo imefika na clean punch nzito ya kutosha, lakini bado wapo imara. Ilikuwa ni left hand lead nzuri sana ambayo Tony Rashid alimkamata nayo Juma Choki. Na huo ndio wakati ambao Tony anaupenda, anaufurahia. Box. Hawa wote ni hatari. Stop. Box. Angalia namna ambavyo Stop. Rashid ni kama alikubali kumsogelea karibu Juma Choki na akaji expose kwenye right hand ya Juma Choki ambayo imekuwa pia ni hatari sana. Kama hivyo bado round ya 8 na ya moto. Raundi zote zilizopita hiki unachoshuhudia ndio kiko hivyo kwenye raundi pia zilizopita. Hakuna ambaye anakubali unyonge hapa, haipo. Raundi ya 8, Juma Choki akimpokea Tony Rashid, lakini Tony Rashid anaenda Stop. right, ile bila shaka ilifika. Amekuwa akitumia hiyo mbinu Juma Choki pale ambapo Tony Rashid ikiwa anamsogelea, kuruhusu mazingira ya fight kuwa close, yani kutoruhusu kukaa kwenye kona, kufanya movement, yani awe anafanya movement, asiruhusu mazingira ya fight kuwa close. Ndo mazingira ambayo Tony anafurahia na ndo mazingira ambayo Tony anapiga zile combination zake. Bila kusahau kwa Miana Investment, Sakatoki General Supply, Smart Gene, Robi One Farmers, QFK Motors. Tumia ujumbe ananiambia bwana kaka, sasa hizi ndio ngumi. Inastahiki. Round tisa nzuri sana ya right hand ambayo ameipeleka Tony kwa haraka, kama ameingia huko na yake amwambia bwana, hebu nenda kaonyeshe uwezo wako. Stop. Box. Sema tuna to box. Nzuri sana ambayo ameenda nayo pia Tony Rashid hiyo. Hii ndio kweli, sitaki lawama. Kila mmoja anajipigania kuhakikisha kwamba atengeneza kile ambacho kinahitajika kwenye package yake. Nice job kutoka kwa Juma Choki. Tony Rashid AK47 pia anatafuta namna ambavyo atalenga ile shabaha yake kupitia AK47, akimtafuta Juma Choki na silaha hiyo ni hiyo japo pamoja na right hand. Angalia namna ambavyo ameipeleka, lakini bado haijaona target. Anatafuta pia hapa kati ili atafute kidevu cha Juma Choki. Jabu hiyo pia kwa Juma Choki, King of the Ring, anamuonyesha ubabe wake wa kwenye ulingo, ambaye ndio mfalme wa ulingo, lakini hapo
anakutana na AK47 kwa zile shabao ambazo anaziconnect kama hivyo, anaendelea kuzishusha 1, 2, 3, bado kila mmoja. Tazama mambo yanavyozidi kwenda. Nini hii? Mashabiki nao kila mmoja anakutia upande wake, wanaosema Choki haya, wanaosema Tony haya. Body punch ambayo Tony of course ni kama amekubali kukaa kwenye distance kama hivyo, so it's up to Choki yeye kuweza kunufaika na hiyo range ambayo anaitengeneza. Angalia namna ambavyo wamekubali kubadilishana punches hapo, lakini Tony Rashid alimruhusu Juma Choki kuweza kucheza na zile au kuland punch kwenye uso wake, na Choki alipata nafasi akaenda kwa speed kali, akahakikisha kwamba ana connect punches. Toka vizuri sana Juma Choki hiyo. Pivot vizuri sana. Tony Rashid amekuwa akimlazimisha aende kwenye kona hiyo hapo, left hand pia imeenda. Round imekamilika, round ya 9 imekamilika. Unakosa pambano kama hili, utashuhudia pambano lipi tena lenye ubora kama huu? Na hii ni boxing derby. Tony Rashid safi, Juma Choki safi. Mpaka sasa ni kama mzani umekaa sawa sawa, kila mmoja anatoa kile ambacho alichonacho. Raundi ya 10 na ya mwisho. Je, Crown mtoa roho kwenda kwa nani kwenye raundi ya mwisho? Acha tuone, acha tuone kile ambacho kinaenda kufanyika. Twende kwa pamoja, tulianza pamoja, tumalize pamoja. Tony Rashid akianza yeye, kimpokea kwa counter hiyo. Tony anakuja kwa nguvu hiyo hapo, imemkuta right hand tena kwa mara nyingine tena. Tony ameitumia ile ile akitembeza pia na left yake, lakini haikukaa sawa sawa. Anaitafuta hii raundi ya mwisho Tony Rashid, wengine anaweza akafanya jambo lolote la maana. Nini ambacho anakiona kwenye raundi hii Aidan? Naona Tony anajaribu kupush ama kusukuma pace ya fight na kumforce Choki aende kwenye maeneo ambayo itakuwa rahisi yeye kuweza kuingia na ku set up punches zake ambazo ni hatari kwenye inside fight. Lakini Choki ameendelea ku maintain hizo movements zake na kuhakikisha anakwepa mazingira ambayo yatamforce ama yatampa nafasi faida Tony Rashid, kama hivi ambavyo unaona hapo, ametoka kwenye kona vyema na kuweza kuestablish upya ile distance ambayo alikuwa ametengeneza kwenye eneo katikati mwa ulingo. Haya, usisahau kwamba tarehe 30 moto mwingine unawaka pale Superdome Masaki. Knockout ya mama season 9 inaenda kuonesha makali mengine, lakini hapa ni main card, pambano lenye hadhi ya namna yake. Kama ni hotel nasema kwamba ni hadhi ya nyota 5. Kama ni bondia vile vile hadhi yake hiyo hiyo, nyota nyingi sana mpaka unashindwa kuzihesabu. Kila kitu unakiona kwa mabondia hawa, karibia kila kitu muhimu kwenye boxing unakiona. Tazama namna ambavyo wanatafutana, inaonyesha hamu ya kutaka ushindi kwa kila mmoja. Raundi hii ya mwisho ambayo inaenda kukamilika, nini ambacho kinaendelea? Stop. Box. Tony Rashid, Juma Choki hapo, left hand imeenda, ameenda tena kwenye kona, anataka kutoka Juma kwenye eneo hilo. Imekuwa ni raundi ambayo imekuwa na clinch nyingi sana. Tunaweza hii fight. Ni kama niliona kona ya Juma Choki, kuna kosa alifanya, nikawa kumwambia kwamba anaongoza, akawa anataka kuja kama kulinda hivi alichonacho. Raundi ya mwisho imekamilika, raundi ya 10 imekamilika. Juma Choki dhidi ya Tony Rashid. Sisi wenyewe hapa kila tukipiga hesabu hatujui
kila tukiangalia mzani hatuelewi bora mkubwa wa namna yake. Tazama, ilikuwa ni pige ni kupige, peleka huku ni kupe kule, yote hiyo kila mmoja alionyesha kile ambacho alijiandaa nacho kwa muda wote, lakini swali kubwa, nani kuondoka na crown Mtwa Roho? Hilo ndo swali muhimu la kujiuliza. Angalia namna ambapo mambo alienda. Matokeo ya pambano hili ni kama ifuatavyo. Jaji namba 1 John Chagu ametoa point 94 kwa 96. Judge namba 2 Josmo Mlundwa ametoa point 96 kwa 94. Ladies and gentlemen, judge namba 3 ametoa point 93 kwa 97. Ladies and gentlemen, the winner na mmiliki wa gari mpya aina ya Crown Dar es Salaam The Boxing Derby ni